Umeme tunaozungumza kwamba tunataka kuchukua katika mkoa wa Arusha ni umeme kidogo sana. Yaani umeme tunaosema tunataka kuuingiza Arusha kutoka nje sio mwingi, ni kidogo, ni megawati 100. Kumbuka nimesema uzalishaji wetu ni megawati ngapi? 3796, karibu 4000. Lakini tunataka kuingiza pale Arusha ni megawati 100 tu. Umeme tunataka kuingiza Arusha ungekuwa wenyewe tu usingetosha mahitaji ya Arusha, au rather mahitaji ya kanda ya kaskazini. Mahitaji ya kanda ya kaskazini ni karibu megawati 300. Lakini tunachotaka kuingiza pale ni megawati 100 tu. Kwa hiyo nitaeleza kwa nini. Sasa hali ya umeme katika mikoa ya kanda ya kaskazini. Na ninaposema kanda ya kaskazini ni eneo pana kidogo. Lina cover kwa kiasi kikubwa mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, lakini pia lina extend mpaka mkoa wa Tanga, na kwa kiasi mikoa ya kaskazini magharibi inaingia kidogo, Mwanza na Mara. Katika mikoa hii ndipo sehemu ambazo grid ya taifa iko very weak, ni dhaifu sana. Na mara nyingi grid yetu tunaita grid sisi huku kwenye umeme tunaita grid imetoka. Ndio msemo ambao umezoeleka, grid imetoka au grid imezimika. Mara nyingi inaanzia mikoa hiyo niliyoisema. Mara nyingi inasababishwa na upande wa kaskazini. Kwa nini? Kwa sababu kuna udhaifu wa ile grid katika mikoa hiyo ambayo nitauelezea ni nini na ni kwa nini umeme tunataka kuuingiza pale. Tunaona ni tiba ya jambo ambalo linasumbua kwa sasa. Ule umeme tunaotaka kuuingiza pale si jambo la ajabu. Na nchi kununua au kuuziana umeme si jambo la ajabu kabisa. Na nitawapa mifano. Hivi mnajua kwamba Tanzania tunanunua umeme kutoka nje hata sasa. Tunanunua umeme kutoka nchi 3 tofauti mpaka hivi ninavyozungumza. Kule Rukwa, umeme unaotumika mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka Zambia mpaka sasa hivi, na tuna mkataba na Zambia wa kuuziwa umeme. Umeme tunaotumia katika mkoa wa Kagera tunaununua kutoka Uganda, na tuna mkataba na serikali ya Uganda wa kununua umeme kutoka Uganda kwa ajili ya mkoa wa Kagera. Kule Horohoro, wilaya Mkinga, Tanga, umeme unaolisha watu Horohoro pale wilaya maeneo ya Mkinga tunaununua kutoka Kenya. Kwa hiyo kununua umeme kutoka Ethiopia si jambo jipya wala si jambo geni. Kama tunakuwa na voltage drop, umeme unapotoka kusini labda Julius Nyerere mpaka mikoa ya kaskazini, je, tukiutoa Ethiopia ambako ni mbali zaidi, si ndio utapotea sasa uishe kabisa? Swali la msingi sana. Lakini naomba nifafanue hivi. Tunaponunua umeme kutoka Ethiopia, hatuendi kuuchukua kutoka Ethiopia tukausafirisha all the way kutoka Ethiopia tukauleta huku. Kwenye mifumo ya umeme inakuwa hivi. Kwa mfano kati ya sisi na Ethiopia kuna nchi hapo katikati, si ndivyo? Maana sisi hatupakani na Ethiopia, kuna Kenya. Kwa hiyo tukitaka kununua umeme kutoka Ethiopia lazima tuishirikishe Kenya. Kwa hiyo lazima Kenya ihusike. Na utaratibu inakuwa hivi. Ethiopia kwenye mpaka wao na Kenya wanaachia megawati 100 zinaingia kwenye grid ya Kenya. Sawa? Megawati 100 zinaingia kwenye grid ya Kenya. Lakini hizo megawati 100 sio za Kenya, ni za kwetu. Lakini zinaingia kwenye grid ya nani? Ya Kenya. Halafu tunakuja kufunga mita. Kwa hiyo Ethiopia anafunga mita kati ya pale mpakani kwake na Kenya. Ile mita inasoma megawati 100 zimeingia. Zikishaingia kwenye grid ya Kenya, tunakuja kufunga mita nyingine kati ya Tanzania na Kenya pale na Manga. Kwa hiyo Kenya anaachia megawati 100 kutoka kwenye mfumo wake zinaingia Tanzania. Lakini origin ya huo umeme ni wapi? Ni Ethiopia. Kwa hiyo tunayemlipa ni nani? Ethiopia. Lakini Kenya yeye kuna kitu kidogo atatudai. Atatudai bwana, nimepitisha umeme wenu
kwenye njia zangu. Kwa hiyo tunamlipa kitu kinaitwa wheeling charge, gharama ndogo ya kupitisha umeme kwenye mfumo wake. Sasa ndio maana ile bei bei tunayosema ya senti 7.7, bei halisi ni senti 7 ndio tunayomlipa Ethiopia. Ile 0.07 ile tunamlipa Kenya kwa ajili ya kupitisha ule umeme. Ndio maana ile bei ya jumla inakuwa 0.77 of a dollar. Kwa hiyo ule umeme kimsingi tunauchukulia Namanga, na ukiuchukulia Namanga hakuna upotevu wowote, kwa sababu unatoka Namanga unaingia Arusha. Unatoka kwenye mita iko pale Namanga, ndipo tunaposoma. Kwa umeme huu tunasema umeme wa Ethiopia, lakini umeme huu wa Ethiopia hatuendi kuuchukulia Addis Ababa, tunauchukulia pale Namanga, na ndipo mita ilipo. So una cross right kutoka upande wa Kenya unaingia upande wa Tanzania, megawatt 100 zinasoma kwenye mfumo. Pale hakuna loss kwa sababu unaingia straight kwenye kanda ya kaskazini. Ndio tofauti ilipo. Mbia kwa nini ni kitu chenye faida? Tunanunua umeme kwa senti 0.77, si ndio? Lakini baadhi ya gharama za mitambo mingine, baadhi ya mitambo yetu gharama yake iko chini, baadhi ya mitambo gharama yake iko juu kidogo, baadhi ya mitambo gharama yake iko juu zaidi. Gharama za tofautiana. Lakini baadhi ya mitambo yetu sisi gharama yake inafika senti 10. Si kama mnaelewa. Baadhi ya mitambo gharama zetu za kuirun na kuzalisha uniti moja inaenda senti ngapi? Mpaka senti 10. Kwa hiyo mimi nikipata mtu ananiuzia wa senti 7, jamani, si nimesave? Nimesave. Hilo la kwanza. La pili, sijui la ngapi, sio la pili, sikumbuki hata la ngapi. Lakini lingine tuna nchi ambazo tayari zimekuja zinataka kununua umeme Tanzania. Sasa hivi ninavyozungumza nina nchi 3 zimekuja zinataka sisi tuwauzie umeme. 2 kati ya hao tutawauzia mara moja. Na hapa nipunguze sauti. Tutawauzia kwa bei ya juu kuliko ile tunayonunulia Ethiopia. 2 tayari wameshakuja na wameandika barua rasmi. Kwa hiyo huenda kabla ya mwezi wa ngapi tukawa tumemalizana, tumeanza kuwapelekea umeme. Sasa maana yake nini? Umeme huo inawezekana wao kuchukulia huku tunakochukulia huku kwawe ikawa ni vyepesi kwa jiografia yao. Kwa hiyo utakuwa umefanya biashara nzuri tu kama nchi. Burundi amekuja anataka umeme kutoka Tanzania. Rwanda amekuja anataka umeme kutoka Tanzania. Na hao Burundi na Rwanda tayari gridi zetu zimeungana. Nchi ya 3 ambayo inataka umeme kutoka kwetu ni Zambia. Zambia wanataka mwingi. In fact wanataka umeme mwingi sana. Mwanzo wamekuja wanataka megawatt 600. Hiyo wameshakaa na TANESCO kabisa, wameanza kuandikiana MOU. Sasa kumbukeni kule tunachukua megawati ngapi ndugu zangu kule kaskazini? 100. Lakini kuna mtu amekuja huku kusini anataka ngapi? 600. Na kwa kusini ni rahisi sisi kupeleka kusini. Sasa huku kusini huku tuna mradi mnafahamu tunauita TAZA wa kuunganisha Tanzania na Zambia. Hivi ninavyozungumza huko zaidi ya 50% kwenye ujenzi. Ule mradi unakamilika mwanzoni mwa mwaka, somewhere mwaka kesho. Ule mradi ukikamilika sasa, ile mitambo ambayo sasa hivi haitembei pale Julius Nyerere, yote itafanyaje? Itatembea kwa sababu tuna mahali pa kupeleka huo umeme. Na Zambia wameanza kuja kama nchi wanataka megawati 600. Lakini kuna kampuni binafsi ya migodi kutoka Zambia wamekuja hapa wanataka megawati 1000. Wanataka megawati 1000, kampuni ya migodi. Kwa hiyo huku kusini soko ni kubwa la sisi kupeleka umeme. Kinachotukwaza ni kwamba hiyo line tunayojenga haijakamilika. Na makontrakta wanaendelea kujenga. Ikikamilika umeme wetu mwingi utakuwa una flow kwenda kusini. Kwa hiyo si kwamba tunataka kununua tu for the sake ya kununua, hapana. Tunataka kununua kwa sababu za msingi, na tayari masoko ya sisi kuuza yanazidi kuzaliwa kila siku.